amechukua jege ya jeshi, akakimbia pale, akaruka pale Kabarak. Akakutana na rafiki yangu moja, ambaye ni rafiki ya pia Mheshimiwa Kalonzo, anaitwa Gideon Moi. Alafu Ruto amesema ati amekutana na Moi na Gideon ati kuunganisha Kenya. Jameni, huo ndio muungano wa Wakenya ama muungano wa Kenya huko hapa? Aende asiende? Mkora si mkora? Mwizi si mwizi ule? Sasa tungetaka nyinyi tuwaombe tu kama Wakenya, kwa sababu nchi imeporwa vile ijawahi porwa tangu tupate uhuru. Ni lazima mwaka huu na ule mwingine, wale ambao hatujachukua kura zetu, tuhakikishe kwamba tumechukua kura. Na yale ambao tumesema pale ndani, kwamba wale wahuni, wakora wa kutoka nchi jirani, ambao wanapewa vitambulisho vya Kenya, ndivyo waweze kuchukua kura, tumwambie Kipchirchir Ruto, hao hawatakusaidia. Tumwambie hao hawatakusaidia, kwa sababu Wakenya tunajuana. Ule anakaa laini 7 kama vile nimesikia mmesema hapa, anajua mwenzake, jirani yake. Kwa hivyo William Ruto, hao wageni ambao wanaenda kuleta hapa hawatakusaidia. Na sisi hatuna vita na ndugu zetu ambao wanaishi mipakani ya nchi yetu. Hatuna vita na wale wako jirani zetu. Lakini hii mpango ya Kasongo ya kujaribu kutafuta umaarufu wa kikura kupitia wale wageni itaangukia patupu, kwa sababu Wakenya tunajuana. Wakenya ndio sisi tunajua. Wageni wakiletwa, hata yale tunasema ni madawa hospitalini, watakuja kunyanyasa wale ambao tuko sisi wananchi wa Kenya halisi. Services aina yoyote, ni shule, mabarabara, hospitali, tunajua kwa sasa Ruto amepora mpaka kila kitu imeanguka. Lakini tukimuuliza hizi pesa zinapotelea wapi, Ruto ni kutuambia ametengeza kamati. Tumetengeza kamati ya kuangalia hii, tumetengeza kamati ya kuangalia yale, lakini kamati hizi hazijatoa ripoti mpaka wa leo. Mashule, tumeona shule pesa inatolewa kwa wizara, inapelekwa kwa shule ambayo haiko. Alafu Ruto anatuambia tatengeza kamati ya kuangalia. Pesa inatolewa pahali kwa wizara ya elimu, inalipwa kwa shule ambayo haiko. Badala ya uende hapa kwa wizara uulize ni nani aliweka hii, aliandika hii check, nani aliandika hii voucher, nani aliapprove kwamba kuna shule ambapo hakuna, unatuambia unatengeneza kamati ya kuchunguza. Hii ukora ya Ruto si lazima, jameni wa Kenya, lazima tuiweke kwa kikomo. Na kikomo itakuja tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka wa 2027. Ndio tupeleke William Ruto nyumbani pale Sugoi. Alafu turudi tumfuate. Yale ambao umepora William Ruto, vile unauza mali ya umma, mali ya Wakenya, munaenda munaunda kampuni kule nje ati zije zinunue shares kwa kampuni za umma, ndio udanganya Wakenya kwamba ati kampuni Kenya Pipeline imenunua na kampuni za kutoka nje. Tunataka kuambia wale wako nje ambao wanataka kuleta rasilimali yao hapa, chungeni wakati huu. Ukora ule upo ni mkubwa sana, kwa sababu mtu anaitwa William Ruto, kama kuna kitu anapenda ni mambo inaitwa procurement. Hata hii anasema hii procurement imemsumbua magavana wetu sana. Tunajua ile kitu, ile mpango Ruto wako nao, anataka kuwa akiangalia kwa screen
Makueni ni nini mpango yao ya wanataka kuprocure nini? Wafinya anataka kuprocure nini? Malombe procurement plan ya kila wizara, kila county. Kwa sababu hakuna kitu kingine kinaingia kwa kichwa ya William Ruto isipokuwa kupora na kuiba. Na dawa yake ni kuhakikisha kwamba sisi zote tuko na kura, tumfanye Harambee. Mimi chama changu vile mmeambiwa na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, chama cha Democratic Party, tuko na candidate kule, na hawa ndugu zangu, dada zangu wameniunga mkono sana. Na tunajua serikali hivi sasa iko na tumbo joto kwa sababu wanaona ushindi ukiingia kwa Democratic Party ambao msimamo wetu ni umoja na haki. Haki ya Mkenya popote alipo. Harambee! Harambee! Wiper! Wiper! Komboa Kenya! Asanteni sana. God bless you. Thank you. Sasa